Sasa ndugu zangu wane na wakaribisha kwenye kipindi chetu pendwa cha chumba cha mahojiano. Kama kawaida, kama karambwanda. Leo nipo na Mheshimiwa Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba. Nipo naye live. Sasa sitaki kukuchosha na wewe usinichoshe mimi. Sitaki kukupotezea muda na wewe usinipotezee sana mimi muda. Twende moja kwa moja live. Sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, hivi ulikuwa unasemaje? Ulikuwa unasema kwamba nake huko yuko kwenye nchi huko, sio alishapata na uraia huko, kisa anaongea Kiswahili, sio huko mwingine amehifadhiwa huko, anawaambieni eti wasanii wa Kataeni walienda kwenye kampeni ya CCM. Ajira ya msanii si ni sanaa? Mheshimiwa, hakuna mtu aliyebisha kwamba kazi ya msanii ni sanaa. Kwani kuna mtu kamebisha? Kuna mtu amebisha? Hamna mtu aliyebisha. Sema wanacholalamika mashabiki kwamba wasanii wamebezi upande mmoja. Yaani wamezidi kuwa machawa. Yaani wanazidi hata kuelezea matatizo ambayo yanawakumba katika jamii. Kwa sababu msanii ni kioo cha jamii. Inatakiwa yeye awasilishe ujumbe kwa viongozi. Sasa wao wamebezi upande wa viongozi. Alafu kingine mmewashikilia nyinyi kama chama. Mmewashikilia kwenye makampeni, mnawazoa wote. Kwa hiyo sasa kwa picha hiyo inaonyesha kwamba wasanii hawapo upande wa wananchi. Wasanii wapo upande wa chama. Alafu wasanii wengi ni wanachama wa CCM. Wachezaji wanaocheza Manchester ni mashabiki wa Manchester. Nani kawaambieni wachezaji wanaocheza Simba ni mashabiki wa Simba? Nani kawaambieni wachezaji wanaocheza Yanga ni mashabiki wa Yanga? Uchezaji ni ajira yao. Yeye hajali kwamba wewe ni shabiki, hata kadi ya hiyo klabu hana. Sawa Waziri Mkuu, nimesha kuelewa, nimesha kunyaka. Lakini sasa twende mbele turudi nyuma, au basi twende katikati. Wasanii wakienda kuimba kwenye mkutano, huo ni uchawa. Kwani lazima kwenda kuimba? Yani wakienda kuimba kwenye mkutano, huo ni uchawa. Ukatae usikatae, ukubali usikubali, uaccepti usiaccepti, uagirii usiagirii, ugino usijigino. Wasanii wakienda kuimba kwenye mkutano, huo ni uchawa. Msanii akienda kuimba kwenye mkutano, yeye pale yuko kazini, yuko kwenye ajira yake. Tunahangaika vijana wapate ajira. Wewe unasema wakatae fursa ya kupata fedha. Sasa Mheshimiwa, au unawazungumzia kwamba wanashauri watu wasisapoti kazi za wasanii kwa sababu wanashabikia CCM? Mimi naona kama wako sahihi. Kwa sababu wanawafundisha wasanii wanapata somo na wao kwamba inatakiwa wajifunze. Sio wewe kila kitu twende unapata mkumbo twende. Kwa hiyo mimi naona wametumia akili kubwa sana ili kuwafundisha wasanii wapate funzo. Kwa hiyo ni akili kubwa sana wametumia. Kwa mimi naona mawazo yangu, lakini kwa mawazo yangu mimi kwa upande wangu. Sasa sijajua wengine wana mawazo gani. Kwa mimi mawazo yangu naona wametumia akili kubwa sana. Hawa wana akili au kamasi hawa? Unakataa watu wasifanye kazi. Na kuna watu tunaanza kushabikia hilo. Waziri Mkuu, nimekuelewa. Lakini sasa sisi binafsi chama cha makatuni Tanzania, yani Chamata, kiukweli hawa wasanii tunawachukia hawa wasanii. Sasa ngoja siku waje kufanya show kwetu. Kwa kweli watakiona cha mtema kuni. Chuki za kijinga hizo. Chuki za kijinga. Acha tu iwe chuki za kijinga. Yaani kiukweli sisi kama makatuni, sisi kama chama cha makatuni Tanzania, Chamata, kwa ukweli, kusema za ukweli, yani tumeumia sana. Yani tumeumia hawa wasanii kitendo walichowafanyia binadamu. Kwa kweli tumeumia. Kiukweli tumeumia sisi kama makatuni. Yani kitendo walichofanyiwa binadamu kwa hao wasanii, kwa kweli sio vizuri kabisa. Tumeumia mno. Inakuuma nini? Yeye ajira yake, anasomesha watoto, ana kodi ya nyumba, anaipatia kwa kipaji hicho alichompa Mungu.